Kuna usiku unakuja bila taarifa, na kuna safari huanza bila kurudi. Lakini mbaya zaidi, kuna ndoto huzikwa bila kuaga. Hii si hadithi ya soka tu. Sio hadithi ya bao wala dakika 90. Hii ni hadithi ya damu, jasho na ndoto zilizokatwa ghafla angani. Hadithi ya timu ndogo kutoka mji mdogo waliotaka kuandika jina lao kwenye historia. Lakini historia ikawaandikia kaburi angani. Karibu kwenye simulizi ya kweli, simulizi ya uchungu, ndoto na maajabu. Mimi ni Ayman Jamal, na leo nakuletea hadithi ya wale waliopaa lakini hawakurudi. Hadithi ya timu ndogo iliyoleta mshindo mkubwa kabla ya anga kuimeza. Tusimame pamoja, tukumbuke waliotangulia kwa ndoto na ushupavu. Usiku huo ndege moja ilipaa kutoka Bolivia kuelekea Colombia, wakiwa na jezi, matumaini na mioyo ya shujaa. Ndani kulikuwa na sauti za furaha, nyimbo za ushindi na ndoto za fainali kubwa zaidi kuwahi kutokea kwao. Lakini mwendo wa injini haukuvumilia. Mapigo ya moyo hayakufika mwisho, na milio ya ndege ikageuka ukimya wa milele. Walikuwa wanaelekea uwanjani, lakini walifika kaburini. Ajali iliyoacha dunia kwa ukimya mkubwa. Ilikuwa ni mnamo tarehe 28 Novemba mwaka 2016. Dunia iliganda huku ndege aina ya Lamia Flight 2933 ilikuwa imebeba wachezaji wa klabu ya Chapecoense kutoka Brazil ilianguka katika milima ya Medellin huko nchini Colombia. Walikuwa safarini kwenda kucheza mechi ya fainali ya Copa Sudamericana, kituo cha mwisho cha ndoto yao kubwa. Lakini hiyo fainali haikufika. Ilikuwa safari yao ya mwisho. Watu 71 kati ya 77 waliokuwemo waliaga dunia papo hapo. Mioyo ikasimama, dunia ikatulia kwa sekunde 20 za ukimya. Sekunde 20 za ukimya zilizojaa kilio kisicho na sauti. Timu iliyokuwa na ndoto na kuwa na majonzi. Chapecoense walikuwa kama hadithi ya Cinderella, timu ndogo kutokea kule mji mdogo wa Chapeco, waliopanda daraja kutoka ligi ya chini hadi kileleni kwa kasi ya ajabu. Walikuwa hawana mastaa wa majina makubwa, lakini walikuwa na umoja, roho ya kupambana na ndoto ya kweli. Walipofika finali ya Copa Sudamericana, ilikuwa kama muujiza, na ilikuwa ndoto ya taifa zima la Brazil. Lakini ndoto hiyo ikabadilika kuwa jinamizi la kitaifa. Mashabiki duniani walijitokeza kwa maombolezo. Vilabu vikubwa kama Barcelona, Manchester United, Paris Saint-Germain yani PSG na Real Madrid walivaa jezi za kijani kwa heshima ya Chapecoense. Mashabiki walijaza viwanja wakibeba mishumaa na mabango yaliyoandikwa Forca Chape, yani nguvu kwa Chape. Copa Sudamericana iliwapa ubingwa kwa heshima, lakini hakuna kombe lenye thamani zaidi ya uhai wa mtu. Katika ajali hiyo, walionusurika walikuwa wachache sana. Miongoni mwao walikuwemo Alan Rusco, beki wa timu, Jackson Follman ambaye ni kipa aliyepoteza mguu mmoja kwenye ajali hiyo, Nieto, mlinzi aliyeokolewa baada ya siku kadhaa akiwa hai. Waligeuka kuwa alama za tumaini. Walikuwa wafu, lakini wakarudi kwa ushuhuda. Leo wanatembea wakibeba alama za wale waliopaa na kuturudi. Nilipokaa nikaitazama historia hii, machozi yalinitiririka kimya kimya. Si kwa sababu tu walikufa, bali kwa sababu walikuwa wameshafika. Ndoto zao zilikuwa zimefika ukingoni. Lakini dunia ikaamua kuwafuta kabla hawajaandika kurasa wa mwisho. Chapecoense hawakufa bure. Walituonyesha kuwa ndoto hazihitaji jina kubwa, hazihitaji pesa nyingi wala mashabiki milioni. Ndoto huhitaji moyo, na hata kama ndoto hiyo haikufika mwisho, basi dunia iliiona na itaikumbuka milele. Na hivi ndivyo hadithi ya Chapecoense ilivyopaa angani, ikichoma anga, lakini haikurudi tena ardhini. Hadithi ya ndoto,
mshikamano na roho zilizochaguliwa na anga kupumzika milele. Katika giza la usiku, mwanga wa imani unang'aa zaidi. Na hata maumivu makali ya kuachana, tunapata nguvu ya kuendelea mbele. Hii si hadithi tu ya ajali, bali ni wimbo wa maisha. Wimbo wa wale waliopaa bila kurudi, waliobaki kwa moyo wetu daima. Na kwa kuunga mkono hadithi zinazogusa roho na kurudisha kumbukumbu, mimi ni Aiman Jamal, na tutaonana tena tukijifunza, tukihamasika, tukikumbuka hadithi zinazobeba uzito wa maisha.